Rais wa Urusi Vladimir Putin amesema hana mpango wa kukutana ana kwa ana na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, akidai kuwa Kiev ilitaka mazungumzo na Moscow, lakini siku moja baadaye ikafanya shambulizi lililosababisha vifo vya wanafunzi kadhaa nchini Urusi. Akizungumza katika kikao kikuu cha jukwaa la kimataifa la uchumi la St. Petersburg SPIF, Putin alizungumzia kwa mara ya kwanza barua ya wazi aliyotumiwa na Zelensky ambayo ilijumuisha mwaliko wa mazungumzo ya amani katika nchi ya tatu pamoja na ukosoaji mkali dhidi ya kiongozi huyo wa Urusi. Putin alisema barua hiyo imeibua maswali kuhusu dhamira halisi ya Ukraine, akidokeza kuwa huenda lengo lake alikuwa kufungua njia ya mazungumzo bali kuzuia mawasiliano ya moja kwa moja kati ya viongozi hao wawili. Barua hiyo ni ya ukali na isiyo ya kidiplomasia. Swali ni je, ilikusudiwa kuandaa mazingira ya mkutano wa ana kwa ana au kuhakikisha kwamba mkutano huo usifanyike kabisa? Mimi naamini ni jambo la pili, alisema Putin. Kiongozi huyo wa Urusi alidai kuwa mwezi uliopita alituma mjumbe maalum wa mawasiliano kwa ombi la Kiev ili kuchunguza uwezekano wa mazungumzo. Hata hivyo, alisema siku iliyofuata vikosi vya Ukraine vilishambulia bweni la chuo katika eneo la Lugansk, tukio ambalo Moscow inadai liliua watu 21, wengi wao wakiwa wasichana wa umri wa ujana. Putin alitumia tukio hilo kueleza kwa nini ana mashaka kuhusu uwezekano wa mazungumzo ya moja kwa moja na Zelensky katika kipindi hiki cha vita. Katika hotuba yake, Putin pia alizungumzia hali ya Urusi katika mazingira ya vikwazo vya Magharibi, akisema nchi yake imejijengea uwezo mkubwa wa kujitegemea kiuchumi licha ya shinikizo la kimataifa. Alitofautisha Urusi ya zamani ambayo alisema ilikuwa ikitegemea taasisi na mifumo ya kifedha Magharibi na Urusi ya sasa ambayo imejikita katika kujenga ushirikiano mpya wa kiuchumi kupitia kundi la BRICS na washirika wengine wa kimataifa. Uhuru wa taifa unamaanisha kuwa na uwezo wa kuwa wenye akili zaidi na wenye nguvu zaidi, sio tu kupinga shinikizo la nje, bali pia kuwa na serikali bora, uchumi imara na jamii yenye uwezo wa kujitegemea, alisema. Putin alishiriki katika jukwaa hilo pamoja na rais wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, rais wa Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev na makamu wa rais wa China Han Zheng. Akihitimisha majibu yake kwa Zelensky, Putin alisema kwa sasa anadhani anapaswa kuelekeza ujumbe wake kwa wanajeshi wa Urusi walioko mstari wa mbele badala ya kiongozi wa Ukraine. Wanaopaswa kupewa ujumbe ni wapiganaji wetu na wanajeshi wetu walioko mstari wa mbele. Nchi inajivunia ninyi na inaweka matumaini yake kwenu, alisema. Kisha alimalizia kwa kauli maarufu ya kijeshi ya Urusi isemayo, endeleeni na kazi ndugu zangu. From Russia, I think it was on May the 21st, whereas on May the 22nd, the Ukrainian armed forces carried out an atrocious terrorist attack against the college dormitory in the Lugansk People's Republic, killing teenagers. This is an atrocious crime. There was not a single military facility there. There was not a single military vehicle stationed next. The next morning, I gave a call to this colleague who had traveled to Kiev. I asked him, what does it mean? They are asking for a meeting, and they carry out such atrocious, blatant attacks as the killing of children. What does it mean? He said, I've got no explanation. They're calling me once again. I'm going to talk to them, and then I'll get back to you. And I'm not going to talk to them anymore. I said, very well. So this letter that you mentioned, indeed, it is rude. What is this letter about? Is it a means to create an environment for a personal meeting, or maybe is this letter meant to make sure that no personal meetings can take place at all? I think it's the second.